Bwana Yesu asifiwe. Tuko na kichwa cha ujumbe ambao ni prosperity ama kufaulu katika maisha. Na katika kufaulu kwetu katika maisha, wengi wetu kwa vile tunachukulia na kule kufaulu kwenyewe ni malengo ya watu ili wakaweze kuona wamefikia lengo ama kiwango kile ambacho walikuwa wanataka. Amen. Na malengo ya mwanadamu hufikia kuwa sawa kwa yale ambao ametenda ama yale ambao anajitia ndani yake kuyatenda ama kuyafanya. Kwa mfano, kama ni biashara umeamua kufanya, kwa mfano kama ni kazi umeamua kufanya, malipo yake ndio yatakuwezesha wewe kuwa na kiwango ambacho kinaweza kupatia mwelekeo katika kutenda. Amen. Tuko na subtopic ambayo inauliza what have you done with what you have had? Umefanya nini na kile ambacho umekisikia? Amen. Hebu tuangalie kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza. Nani atasomea? Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 fungu la 12. Sasa hicho kitu. Hiki kitu cha Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha ujumbe tunasema ni prosperity. Alafu subtopic ni what have you done with what you have had. Na mlango wa 3 fungu la 12 mpaka 15 inaongea mambo fulani ambayo tungeweza kusikia yatatusaidia na kuwa na ufahamu wa mambo ambayo tunapaswa kuyatenda. Yanasema hivi: lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhaifu, maana siku ile itadhihirishwa ya kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. 14. Kazi ya mtu aliyojenga juu yake. Tarudia fungu la 14. Kazi ya mtu aliyojenga juu yake ikikaa itapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini kama kwa moto. Amen. Tunasoma kuhusu kujenga na tunataka kufaulu, na kufaulu kwetu kwa maisha kuna kujenga ndani yake. Tunaona mwingine amenunua shamba, mwingine amenunua ploti, mwingine amepatiwa sehemu mzazi wake ajenge, na ile sehemu ambayo atakuwa anajenga kutokana na yale mapato yake katika kufaulu kwake. Lakini kile ambacho tunasoma leo sio kujenga nyumba zetu. Hatusomi kuhusu kujenga manyumba ya kupangisha. Hatusomi kuhusu kujenga mahali tutakapofurahia katika maisha yetu hapa duniani. Tunasoma kuhusu kujenga jengo ambalo
ni imani. Na mjengo wa imani unahusisha mambo mengi sana, na ukiwa unahusisha mambo mengi, tunapaswa kuwa waangalifu katika kujenga kwetu, maana imani ni kuwa na hakika ya mambo yale ambayo yanatarajiwa, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tunatarajia uzima wa milele, na uzima huu wa milele unapatikana ndani ya mtu ambaye ana imani kuhusu huo uzima wa milele. Amen. Na kujenga imani yetu, tunapaswa kufahamu kwamba kwanza kabisa imani huja kwa kusikia, na ni kwa kusikia neno la Mungu. Hapo ndipo imani yetu inaanzia, na imani yetu inapoanzia mahali hapo, tunapaswa kufahamu ya kwamba hiyo imani inatokana na Mungu kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo ni mapenzi ya Mungu kwetu sisi tukaweza kujengeka imani, na kujengeka imani ni kumjua Mungu zaidi. Amen. Katika imani hatujengi imani kupitia kwa kuangalia simu ama TV. Hatujengwi kwa imani kupitia kwa viburudisho. Hatujengi kiimani kupitia kwa kutazama. Tunajengwa kiimani kupitia kwa kusikia, na kwa kusikia neno la Mungu peke yake, kama na kwa kulisikiza kwa umakini likiwa linafundishwa, hasa ukiwa unasikiza mtu ukimwangalia waziwazi. Watu wanalifaa kwamba watu wengi wanalifaa kwamba kusikia neno la Mungu ni kukaa kanisani tu na kusinzia, ama wakae kanisani kwa kuonekana. Lakini baada ya ibada ukamuuliza mtu, tumesoma nini ama umeelewa nini katika neno, akakosa kupatia taswira kamili kuhusu neno la Mungu. Tunakuja kanisani tunakaa, tunakuja kanisani tuna relax, tunakuja kanisani tunasema tumefika. Ndiyo, umefika katika nyumba inayoitangishwa na jina la Mungu, lakini wewe ni kanisa, wewe ni hekalu la Mungu. Bwana asifiwe. Na wewe ukiwa ndio hekalu la Mungu, kipiga kwa mfano mahesabu ya pale nyumbani kwenu ama nyumbani kwako, kuna wakati ukikaa, baada ya muda unataka ule chakula, unataka unywe maji, unataka usikie joto, kuna wakati unataka usikie baridi kulingana na weather. Hivyo na neno la Mungu katika mioyo yetu. Tunapaswa kujenga miili yetu kwa kuonekana kupitia kwa vyakula, kupitia kwa mavazi kwa ajili ya kuzuia hali ya weather isidhuru, kupitia kwa vile vitu ambavyo tunavyovitumia. Na vile vitu ambavyo tunavitumia vinaweza kudhuru miili yetu, ama vikajenga miili yetu, ama vikaharibu miili yetu, ama vikatuua. Kwa hivyo kuna ufahamu katika maisha, jinsi ambavyo tunaishi sisi wenyewe. Ni bayana wazi kwamba katika ulimwengu wa roho kuna maisha ambayo tunapaswa kuwa nayo, si maisha ya kukula tu kwa sababu tupata chakula. Maana maandiko yanasema kwamba ufalme wa Mungu sio kula na kunywa, bali ni katika uwezo wa Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. So kwa kupokea neno la Mungu tunaweza kujengwa,
na tunapojengwa roho zetu ni jengo la Mungu, na ile imani inayojengwa ndani mtufanya sisi kumjua Mungu wetu zaidi, na tunapomjua Mungu wetu zaidi tunaweza kuwa na ufahamu katika maisha yetu kuhusu kumjua Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Nilikuwa naangalia picha fulani ya viti vimepangwa kama hivi, na hivyo viti jinsi vilivyopangwa inaonyesha hiki kiti ni cha mwalimu, hiki kiti ni cha dereva, hiki kiti ni cha tajiri, hiki kiti ni cha daktari, hiki kiti ni cha mhudumu wa hospitali, hiki kiti ni cha mhudumu wa hotelini ama kefu, hiki kiti ni cha mhubiri, hiki kiti ni cha maskini, hiki kiti cha maiti, hiki kiti yani ni cha mwendeshaji wa hoteli. Vile viti vilikuwa na vibandiko tofauti tofauti, lakini sasa hawa ni wanafunzi wakiwa shule, lakini wakishatoka baada ya muda, ile picha ambayo ilionyeshwa mahali pale inakuwa ndio iko katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna picha nyingine niliona hapo ya mlevi, na hii ni information ya maisha ya mwanadamu, na sasa kuingia kwa undani sana kwa miguo, wacha turudi pale katika kujengwa kwa Roho Mtakatifu ama kujengwa kwa imani yetu kupitia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ndani ya Kristo. Tunaweza kujengwa kupitia kwa sisi kuwa tayari kulipokea neno. Amen. Amen. Tunaweza kujengwa kupitia kwa sisi kulisikia neno la Mungu na kulijua. Na vile tunapolisikiza neno la Mungu, kuna mtu anaweza kuwa anaongea naye lakini wako wawili, mmoja anasikiza kiumakini. Ile kiumakini inasababisha huyu mtu akaweza kusikiza ile story vizuri zaidi. Mwingine hakasikiza na kuelewa, yeye hajaelewa kile ambacho kilichosema. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho kinasemwa, unakuta mtu ako na story nyingine inaendelea katika akili yake, katika mawazo. Hivyo ndio vile anajenga katika msingi, na kuna wakati hufika kazi yako inapimwa. Kwa mfano, mtu amejenga nyumba alafu amefika ni kumimina, hakuweka chuma, ama kama ni kuweka ameweka vibaya, alafu kumimina kwa chuma. Nini kinatokea baada ya kumimina? Amejenga na udongo juu ya msingi, alafu akarudi tena kwa nini akamimina ghorofa, sitamanguka chini. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuwa na ufahamu wa kujenga neno la Mungu, maana kazi yetu ile tuliyojenga katika mioyo ambayo kuepuka itapimwa siku za mwisho kwa moto, na kazi ya mtu itakapopimwa itajulikana kwamba ni kazi ya namna gani. Amen. Amen. Mpendwa ambao uko hapa, kuna kazi ambayo unaifanya kujenga roho yako. Sijui siku ya mwisho utatoa hesabu gani. Je, kazi yako itateketea ama itateketea? Je, kazi yako itaharibika ama itaharibika? Je, kazi yako itakuwa nzuri ama itakuwa nzuri? Kwa sababu ikiwa itapitia pamoja na iteketea, ile kazi yako inapoteketea ni kumaanisha itakuwa mbaya. Ile kazi yako inapoteketea inaonyesha kwamba hiyo kazi ni mbaya
na ilijengwa vibaya. Kwa mfano, mtu anajenga ukuta siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, ule ukuta baada ya kujengwa ukipigwa msumari unaanguka chini. Ukuta ulijengwa vizuri au kujengwa vizuri? Vile tunapaswa kufahamu kuhusu kujenga, na roho zetu zinapaswa kujengwa kupitia kwa imani ya Mungu iliyo katika Kristo Yesu. Na tunajengwa ili tukafikie kiwango kile Mungu anachopendezwa, sio kile tunachopendezwa nacho. Kwa sababu tunapojenga kwa kile kiwango ambacho ama ile standard ambayo tunapendezwa nayo, inakuwa sio standard ambayo Mungu anapendezwa nayo. Lakini tukijenga kwa ile standard ambayo Mungu anaipenda, hiyo standard inakuwa bora zaidi, kwa sababu hatui na shaka kwa kile ambacho tulichokifanya, kwa sababu mapenzi ya Mungu ndiyo yanatuwezesha tufanye nini? Tufanye hivyo. Amen. Amen. Na kama mapenzi ya Mungu ndio tuliyoyategemea, tunajengwa ambalo ni zuri, tunajengwa ambalo ni baraka, tunajengwa ambalo ni kupendeza. Na hata kupiga upepo mkali, ukija mvua, ukija dhoruba, tutakuwa nyumba zetu ama kazi zetu haziwezi kuharibika. Ila tu Biblia haitaki kuhusu upepo wala mvua, isipokuwa kuna mahali inataja kuhusu upepo na mvua. Na inapotaja kuhusu upepo na mvua, inataja kuhusu kujenga juu mwako. Ila neno ni kama hivi. Lakini tukija kuangalia katika ile kazi ambayo tunaambiwa tuifanye na tujenge, na kwamba itajaribiwa kwa moto, imani yetu ni bora kwanza zaidi. Kwa nini? Kuna shida huja na matatizo katika maisha ya mwanadamu. Huo ni moto wa kwanza. Kuna maneno ya watu huja kama moto. Huo ni moto wa pili. Bwana asifiwe. Kukosa pesa pia ni moto mwingine. Kuishi hali duni ni moto mwingine. Na kama sasa vile tulikuwa na mradi wa kujenga choo kwa kanisa, ukaona watu wamekosa kuja kwa sababu kazi yao ishajaribiwa. Ishafanya nini? Ishajaribiwa na ikateketea, kwa sababu wanaogopa kujenga choo. Lakini wakitisha pesa za maamri na ruwa watatoa mbio ili wakule maamri, lakini ikifika wakati wa kupeleka chooni hawajua watapeleka wapi, na ukaona watu wamekimbia na hawataki. Lakini kijengo utaona wanarudi, kwa sababu wao akili yao iko namna hiyo, haiko katika baraka, haiko katika kubarikiwa, iko katika umaskini, iko katika hali ya kuishi maisha ya udunifu. Tunapenda kweli kuishi maisha mazuri, lakini jinsi ya kutafuta yale maisha mazuri si kupitia kwa kukimbia majukumu, ni kupitia kwa kutekeleza majukumu ambayo tuko nayo. Yale majukumu tulio nayo katika kutumikia Mungu yanaweza kusababisha baraka katika maisha yetu. Na ule moto unapoinuka alafu unateketeza kazi yako, ni kumaanisha hauendi kanisani ili ukatumikie Mungu, bali unaenda kanisani ili ukageme kutoka kwa Mungu. Je, Mungu ana nini ya kugema? Mungu ako na imani ya kugemwa. Mungu ako na neno lake ambalo ni la uzima, mwanadamu anaweza kulipokea na kulisikiza na kujua. Lakini mwanadamu amefocus katika material things, aone maybe muujiza umetokea, amejenga ghorofa, muujiza umetokezea, amejenga nyumba, muujiza umetokezea, amenunua ploti, muujiza umetokezea, amepata gari. Na ukimuuliza amepata vipi, anakuambia ni kwa muujiza. Ukimuuliza zaidi anakuambia it's a long story. Sio vile tunasemanga. Lakini yule mtu ukija dhoruba tena anaanguka. Kwa sababu ya nini? Kazi yake imepimwa ni ya manyasi. Kazi yake ni ya kuteketea. Kazi yake si ya chuma. Kazi yake si dhahabu. Maana hata chuma si uyayuka. Chuma uyayuka kwa degree fulani ya moto.
Lakini kazi ya mtu ikipimwa, kama imetengenezwa ikawa dhahabu, basi yule mtu unaweza kumwona kwamba ameshinda na ameinuka kazi nyingine. Na hiyo ndio maisha ambayo nataka mwanadamu aishi. Sio maisha ya kutamani vitu ambavyo ni dhahiri. Inaanza na kutamani vitu vya kiroho. Alafu vitu vya kiroho vinajengwa kupitia kwa neno. Na vikishajengwa, mtu anainuka kiwango kingine. Na huyu mtu anapoinuka anakuwa wa baraka. Na anapokuwa wa baraka, basi kazi yake inakuwa ni dhahabu, kwa sababu anakomaa kupitia kwa lile neno. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema kwamba ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Wengi wetu hatutakuwa safi kwa sababu lile neno hatujalipokea. Na neno liko, tunataka kweli hilo neno lipo, hilo neno lipo. Tunaweza kulipokea tukiamua kwa uelekevu. Lakini tunapokuja kanisani ama katika nyumba za ibada, alafu kama sisi ni watu ambao tunaweza kukaa tukiwa na mawazo, tuko pale lakini mawazo yako mbali. Hata unapokumbuka tumesoma kitabu gani, hata kuambia kwa nini? Kwa sababu akili yake haikuwa pale, ama akili yake ilikuwa kwamba tumalize hiyo ibada haraka. Na kwa ajili ya hiyo yule mtu inaenda kwa kwamba yeye hakusaidika katika ibada, hakukula neno, imani yake haikujengwa na mwili wake wa kiroho hakujengwa. Asubuhi ya leo mpendwa, napenda nikuhimize na nikushauri ya kwamba unapoingia katika nyumba ya Mungu, ni vizuri zaidi kuwa makini, ni vizuri zaidi kujua kwamba kile kimenileta hapa katika nyumba ya Mungu ni nini, na nikitoka hapa ninatoka na nini ambao naweza kutumia kwamba Mungu amenipatia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kufikia mahali hapo, na Mungu wa amani awabariki sana. Amen.